Serikali kupitia Shirika la Umeme Tanzania, yaani TANESCO, inatekeleza mikakati mbalimbali ya matengenezo na ukarabati wa njia za kusafirisha na kusambaza umeme katika wilaya ya Kibiti ili kuondokana na tatizo la kukatika kwa umeme kunakotokana na uchakavu wa miundombinu hiyo. Mikakati hiyo ni kubadili nyaya za umeme kwa kuweka zenye uwezo mkubwa, kubadili nguzo za umeme na kuweka za zege, kubadili pin insulators na kuweka mpya, na kufunga vidhibiti matatizo kwenye laini zenye urefu wa zaidi ya kilomita 50. Shukuru kwa majibu mazuri ya serikali na mambo madogo mawili. Kwanza, pongezi kwa serikali kwa kazi kubwa na nzuri ambayo Dr. Samia Suluhu Hassan ameweza kuifanya na kututendea haki wananchi wa jimbo la Kibiti, hususan wale wanaoishi katika maeneo ya Delta, kata Kiongoroni, Mapaloni, Mbuchi, Msala. Kule kote kumepelekwa umeme takriban shilingi bilioni 3.8. Tunashukuru sana serikali ya Chama cha Mapinduzi. Na swali moja dogo la nyongeza. Kwa kuwa serikali ilishatenga eneo pale kwenye kata ya Ruaruke, kijiji cha Rungungu, kujenga substation ili kupunguza tatizo la kukatika umeme, sasa ni lini serikali wataanza kufanya ujenzi huo? Kwanza nimshukuru Mheshimiwa mbunge na nimpongeze, amekuwa akifuatilia jambo hili mara kwa mara. Lakini pia tunashukuru kwa pongezi ambazo amezitoa kwa Mheshimiwa Rais. Swala lake la kujenga kituo cha kupoza umeme katika eneo la Rugungu ni kweli, na sisi tulishafika katika eneo hilo na tulishafanya designing na michoro ipo tayari. Ni kwamba tu kituo cha kupoza umeme cha Rugungu lazima kilishwe na kituo cha kupoza umeme cha Msifuni. Kwa hiyo kwa sasa hivi ujenzi wa kituo cha umeme pale Msifuni kinaendelea. Mkandarasi ni mzuri sana, Tibea, na tunahakika atamaliza kazi hii kwa wakati. Akishamaliza pale tutajenga line ya kutoka 400 kV mpaka 33 kV msongo wa kilomita 33 mpaka pale Rugungu kwa ajili sasa ya kuweza kujenga kituo kidogo cha kupoza pale umeme ili wananchi wa Kibiti na wenyewe waendelee kunufaika. Kwa hiyo niombe Mheshimiwa mbunge avute subira. Mikakati imeanza kupitia kituo cha kupoza umeme kikubwa cha Msifuni ambacho kitaenda kulisha Rugungu. Pale ambapo mradi utakamilika, basi tutajenga na hicho kituo kidogo cha kupoza umeme Rugungu. Mheshimiwa Mwenyekiti, transformer iliyopelekwa na mkandarasi katika kijiji cha Kigulunde, kata ya Ngwelo, iliungua na ninavyosema sasa hivi miezi 4 sasa wapati huduma. Je, nini kauli ya serikali ya kumtaka mkandarasi ule kupeleka transformer nyingine ili wananchi wangu waondokana na adha wanaendelea kuipata sasa? Naomba nimpe pole Mheshimiwa Shekilindi na wananchi wa kijiji hiki cha Igurunde kwa changamoto ambayo wameipokea. Naomba nikitoka hapa nifuatilie ili tuhakikishe kwamba tatizo hilo linatatuliwa na wananchi wake hawa wa kijiji cha Igurunde waendelee kunufaika na upatikanaji wa umeme katika kijiji hicho. Kwa nikitoka hapa Mheshimiwa mbunge nitafuatilia. Wilaya ya Songwe kwa ujumla wake umeme kwa sasa unakatika mara kwa mara, na wachimbaji wadogo wa Saza, Makongolosi, Chunya kule Mbangala, Patamela wanakula hasara sana kwa ajili ya mota zao zinaharibika sana. Lakini kama ambavyo nimesema, tunamshukuru sana serikali kwa kuleta umeme vijiji vyote vya wilaya ya Songwe, lakini kwa kweli tatizo kubwa ni kukatika kwa umeme na hasa kwenye viwanda vidogo vya makarasha. Nini kauli ya serikali? Naomba nimshukuru Mheshimiwa mbunge kwa swali lake, na kwa kweli amekuwa akifuatilia mara kwa mara kuweza kuona namna ya kuboresha hali ya upatikanaji wa umeme katika mkoa wa Songwe. Serikali kupitia Wizara ya Nishati tunatekeleza mradi mkubwa wa kupeleka umeme katika mikoa ya Songwe hadi kufika katika mkoa wa Rukwa, kwa maana ya kupeleka grid katika mkoa wa Rukwa. Katika mradi huu tunajenga vituo vya kupooza umeme katika maeneo mbalimbali ikiwemo katika mkoa wa Songwe. Kwa hiyo nimwombe Mheshimiwa mbunge, mradi huu unaendelea na mkandarasi kwa kweli ana spidi nzuri sana. Tuombe uvumilivu, mtuvumilie. Tutakapokamilisha kujenga kituo cha kupoza umeme pale Songwe, basi tutakuwa tumeimarisha hali ya upatikanaji wa umeme pale, na wananchi hususan hawa ambao wako katika machimbo, wachimbaji wadogo wa madini, na wenyewe wataweza kunufaika kwa sababu umeme utaendelea kuwa wa uhakika zaidi. Kwa sababu mradi unaendelea na upo hatua nzuri, tuwaombe wananchi wa Songwe kupitia Mheshimiwa Mlugo waendelee kutuvumilia wakati mkandarasi yuko site. Tulikubaliana mpaka Mei 2026, lakini kwa kasi ya mkandarasi huyu tuna uhakika ataweza kusogeza muda nyuma kidogo ili wananchi hao waendelee kunufaika.